Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 29 ya mwezi Mei, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Paulo wa Sita, Papa, na Mtakatifu Maksimini wa Trier, askofu. Mtakatifu Paulo wa Sita, Papa. Papa Paulo wa Sita alizaliwa tarehe 26 ya mwezi Septemba mnamo mwaka 1897 huko Concenzio, kijiji cha wilaya ya Brescia katika mkoa wa Lombardia uliopo Italia kaskazini, ambapo familia ya Montini ilikuwa na nyumba ya kufanyia likizo. Jina lake la ubatizo lilikuwa Giovanni Battista Montini. Wazazi wake walikuwa wakili Giorgio Montini na Giuditta Alhisi. Walifunga ndoa mnamo mwaka 1895. Wakazaa watoto watatu, nao ni Ludovico aliyepata kuwa mbunge, Giovanni Battista na Francesco aliyekuwa daktari. Giovanni alipozaliwa, baba yake alikuwa mkurugenzi wa gazeti la Kikatoliki, halafu baadaye akawa mbunge. Mnamo mwaka 1903 alianza masomo yake kwa Wajesuiti, na mwaka 1907 alihiji Roma kwa mara ya kwanza pamoja na familia ili kuonana na Papa Pius wa 10, kisha akapewa sakramenti za Ekaristi na kipaimara. Mnamo mwaka 1916 alimaliza masomo ya sekondari, akajiunga na seminari. Tarehe 29 ya mwezi Mei mwaka 1920 alipewa daraja la upadre katika kanisa kuu la Brescia. Mwaka ule ule akahamia Roma ili kusoma sheria na falsafa kwa wakati mmoja. Mwaka 1923 alianza kuelekea diplomasia na kushirikiana na ofisi za Papa kwa agizo la Papa Pius wa 11. Baada ya kutumwa kwenda kusoma Warsaw, mnamo mwaka 1924 alipata digrii 3 na kuendelea kufanya kazi katika ofisi za Papa. Na tarehe 13 ya mwezi Desemba mwaka 1937 alichaguliwa kuwa makamu wa katibu wa kanisa aliyeitwa Eugenio Pacelli, ambaye mwaka 1939 alichaguliwa kuwa Papa Pius wa 12. Alimuunga mkono katika jitihada zake za kuzuia vita na kurudisha amani na jitihada za kuokoa uhai wa Wayahudi. Kule Roma, Wayahudi 4,000 waliokolewa na kanisa kutoka mikono ya wafashisti. Hata hivyo, baada ya vita kuu ya pili, alijitahidi kuiepusha Italia na ukomunisti. Mnamo tarehe 1 ya mwezi Novemba mwaka 1954 alichaguliwa kuongoza jimbo kuu la Milano, akapewa daraja ya uaskofu mnamo tarehe 12 Desemba. Huko alifaulu kuinua hali ya jimbo katika kipindi kigumu sana. Baada ya kifo cha Papa Pius wa 12, Papa Yohane wa 23 alichaguliwa kushika nafasi yake mnamo tarehe 28 ya mwezi Oktoba mwaka 1958. Papa huyu akamchagua Giovanni Battista Montini kuwa kardinali wa kwanza katika wale aliowateua mnamo tarehe 15 ya mwezi Desemba mwaka 1958. Chini ya papa huyo, Kardinali Montini alihusika sana na maandalizi ya mtaguso wa pili wa Vatikano hadi ulipofunguliwa mnamo tarehe 11 ya mwezi Oktoba mwaka 1962. Mtaguso huo ulikatika mara moja mnamo tarehe 3 ya mwezi Juni mwaka 1963 kutokana na kifo cha Papa Yohane wa 23.
Mkutano wa makardinali ulichukua muda mfupi kumchagua Montini kuwa papa, naye alijichagulia jina la Paulo wa sita, ikiwa ni tarehe 21 ya mwezi Juni mwaka 1963. Mbele ya mabadiliko ya haraka ya ulimwengu, Papa Paulo wa sita alishika msimamo wa kujadiliana na wote na kuelekeza mtaguso mkuu uendelee kwa msimamo huo. Haikuwa rahisi kuimarisha kanisa Katoliki katika mvutano uliojitokeza, hasa baada ya mtaguso kati ya wasiokubali mabadiliko na waliotaka kubadili hata mambo ya msingi, lakini alifaulu kwa uvumilivu mkubwa. Papa Paulo wa sita alikuwa ni mtu mpole na wa aibu, mwenye elimu kubwa pamoja na maisha ya kiroho ya hali ya juu. Alifungua kurasa mpya katika uekumeni, kama vile alipokubaliana na Patriaki Atenagola wa kwanza wa Konstantinopoli kufuta hati za mwaka 1054 zilizotenganisha Wakatoliki na Waorthodoksi. Tarehe 14 ya mwezi Septemba mwaka 1965 alianzisha sinodi ya maaskofu, na mnamo tarehe 8 ya mwezi Desemba mwaka 1965 alifunga rasmi mtaguso wa pili wa Vatikano. Papa Paulo wa sita ni baba wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano, kiongozi mnyofu, mchangamfu na mpenda kanisa. Aliliongoza kanisa katika kipindi cha misukosuko na hali tete kutokana na mabadiliko na changamoto zilizotolewa na mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano. Alieleza kwa kina maana ya kanisa na utume wake na umuhimu wa kanisa kuendelea kujitafakari daima, kusoma alama za nyakati na kubuni njia mpya za uinjilishaji katika ulimwengu unaobadilika kwa kasi. Mawazo na mafundisho yake ni kielelezo makini cha utajiri wa Roho Mtakatifu kupitia mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano. Kanisa barani Afrika linamkumbuka kwa namna ya pekee kwa kuwa ni muasisi wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika na Madagaskar, yaani SECAM, iliyoanzishwa rasmi wakati wa hija yake ya kitume nchini Uganda mnamo mwaka 1969, ikiwa ni baada ya kuwatangaza mashahidi wa Uganda kuwa watakatifu. Mtakatifu Paulo wa sita alihimiza kuundwa kwa SECAM ili kiwe chombo cha umoja, upendo na mshikamano kwa familia ya Mungu barani Afrika katika kupanga, kuratibisha na kutekeleza sera, mipango na mikakati ya shughuli za kichungaji ambayo ni sehemu ya uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji msingi ya binadamu kiroho na kimwili. Aliazimia pia kulisindikiza kanisa barani Afrika katika hija ya maisha na utume wake ili liweze kujitokeza kama kanisa linaloinjilisha na kuinjilishwa. Hivyo basi, Mtakatifu Paulo wa sita alienzi malengo mazuri na matakatifu yaliyopelekea kuundwa kwa SECAM. Mtakatifu Paulo wa sita alijihusisha sana na mchakato wa kutangaza na kushuhudia imani inayomwilishwa katika matendo, kielelezo cha ushuhuda wa upendo wa Kristo na kanisa lake. Alikazia imani, maadili na utu wema kwa kuhubiri na kutangaza Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Alipenda kuliona kanisa linajikita zaidi katika katekesi makini na uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Haya bado ni mafundisho makini na endelevu hata kwa kanisa mambo leo. Ni mafundisho yaliyokabiliwa na upinzani kutoka ndani na nje ya kanisa. Mafundisho ya Mtakatifu Paulo wa sita ni dhahiri, sahihi na rejea makini kwa kanisa mambo leo. Sasa ni wakati wa waamini
na watu wote wenye mapenzi mema kujifunza maisha, mafundisho na vipaumbele vya Mtakatifu Paulo wa Sita ili kuweza kuvimwilisha katika maisha na utume wa kanisa kwa kusoma alama za nyakati. Mtakatifu Paulo wa Sita ni kiongozi wa kanisa aliyesimamia vyema mchakato wa maadhimisho na utekelezaji wa maazimio ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikano, na hivyo akawa ni kiongozi wa kwanza wa kanisa kufanya hija za kichungaji nje ya Italia ili kuwaimarisha ndugu zake katika imani, matumaini na mapendo. Katika maisha ya utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro, akatoa kipaumbele cha pekee kwa majadiliano ya kidini na kiekumene kama njia ya kujenga na kudumisha jamii inayosimikwa katika haki, amani na maridhiano. Licha ya hati za Mtaguso Mkuu, Papa Paulo wa Sita alitoa nyaraka kuu 7 ambazo ni Ecclesiam Suam, nyaraka ya tarehe 6 ya mwezi Agosti mwaka 1964 kuhusu majadiliano ya wokovu wa binadamu wote; Mense Maio, nyaraka ya tarehe 29 ya mwezi Aprili mwaka 1965 kuombea mtaguso na amani; Magisterium Fidei, nyaraka ya tarehe 3 ya mwezi Septemba mwaka 1965 kuhusu Ekaristi; Christi Matri, nyaraka ya tarehe 15 mwezi Septemba mwaka 1966 kumuomba Bikira Maria aombee amani duniani; Populorum Progressio, nyaraka ya tarehe 26 ya mwezi Machi mwaka 1967 kuhusu maendeleo ya mataifa; Sacerdotalis Celibatus, nyaraka ya tarehe 24 ya mwezi Juni mwaka 1967 kuhusu useja wa mapadre; na Humanae Vitae, nyaraka ya tarehe 25 ya mwezi Julai mwaka 1968 kuhusu ndoa na uzazi wa mpango. Hizi ni hati nzuri ambazo bado ni hai katika kanisa lote la ulimwengu. Papa Paulo wa Sita alikuwa papa wa kwanza kusafiri kwa ndege akaenda mpaka nchi ya mbali, akiwa wa kwanza kwenda Israeli na kutembelea mabara yote. Afya yake ilianza kuleta mashaka haraka mnamo mwaka 1978 ambapo alifariki dunia mnamo tarehe 6 mwezi Agosti saa 3:40 usiku huko mjini Castel Gandolfo, akiacha wosia mzuri sana. Mchakato wa kumtangaza mwenye heri ulianza kwa uamuzi wa Papa Yohane Paulo wa Pili mnamo tarehe 11 ya mwezi Mei mwaka 1993. Kanisa la Roma lilifungua mchakato wa kumtangaza mwenye heri na hatimaye mtakatifu. Mnamo tarehe 20 ya mwezi Desemba mwaka 2012, Papa Benedikto wa 16 alipitisha uamuzi wa kukiri ushujaa na fadhila za maadili ya Paulo wa Sita, ambaye alistahili kuitwa mtumishi wa Mungu. Baada ya kuthibitisha muujiza uliopatikana kwa maombezi yake, Papa Francisco alimtangaza mwenye heri mnamo tarehe 19 ya mwezi Oktoba mwaka 2014, na tarehe 14 ya mwezi Oktoba mwaka 2018 akamtangaza kuwa mtakatifu. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Paulo wa Sita, Papa. Mtakatifu Paulo wa Sita aliyamimina maisha yake kwa ajili ya kutangaza na kushuhudia furaha ya Injili katika majadiliano, huduma kwa maskini, pamoja na kuwa na muono mpana zaidi katika maisha ya utume wa kanisa, hata pale ambapo hakueleweka sana. Katika shida, magumu na changamoto za maisha, Mtakatifu Paulo wa Sita
ameshuhudia uzuri na furaha ya kumfuasa Yesu Kristo bila kujibakiza. Ni baba wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikano aliyeonyesha moyo wa uchaji wa Mungu, na hivyo anatualika kujitahidi kuishi kitakatifu wito tulioitiwa na Mungu kwa kuwatumikia watu wote. Rejea ya Mhashamu Yuda Thadei Ruwaichi, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam. Tutafakari pia maisha ya Mtakatifu Maksimini wa Trier, askofu. Maksimini alizaliwa katika nchi ya Ufaransa mnamo karne ya 3. Alikwenda kusomea ualimu mjini Trier nchini Ujerumani. Askofu wa Trier alikuwa Agrisi. Alimtambua Maksimini kuwa mtu wa Mungu, hivyo alitamani aishi naye. Siku moja alimwalika akaishi nyumbani kwake na baadaye akampa daraja la upadre. Agrisi alipofariki dunia, Maksimini aliteuliwa kurithi wadhifa wake wa kuwachunga watu wa Trier. Nyakati zile kulikuwa na waasi wengi wa imani ambao walikuwa wafuasi wa Ario. Viongozi wengi wa serikali walikuwa pia wafuasi wa Ario. Maksimini aliwapinga kwa ushupavu pasipo kuogopa maneno na madhulumu yao. Aliwaonyesha wazi uongo wao na alifanya juhudi zote ili apate kuwaondoa katika jimbo lake wasije wakaiharibu imani ya kondoo wake. Aliwapokea maaskofu wawili waliofukuzwa na waasi wa Ario katika majimbo yao, ambao walikuwa Atanasi, askofu wa jimbo la Alexandria Misri, na Paulo, askofu wa jimbo la Konstantinopoli huko Uturuki. Aliwapa heshima kubwa maaskofu hawa, akajinyima baadhi ya mahitaji yake ili apate kuwahudumia vema. Maksimini aliaga dunia mnamo mwaka 346. Miujiza mingi ilitendeka kwenye kaburi lake kwa maombezi yake. Kila mwaka watu walienda kuomba hapo. Wengi walipata neema walioomba, huku wagonjwa wengi wakiponywa. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Maksimini wa Trier, askofu. Simoni mwana wa Yohane, je, wanipenda? Ndiyo Bwana, nakupenda. Chunga kondoo zangu. Rejea Injili ya Yohane sura ya 21 aya ya 16. Watakatifu wengine tarehe 29 Mei: Mtakatifu Ursula Kade Kowalska, watakatifu Primus, Axidius na Pasimonus, wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Paulo wa Sita, Papa, na Mtakatifu Maksimini wa Trier, askofu. Mtuombee.